Hujambo, umeshawahi kujiuliza kama zile namba za maisha yako, hasa ile ya siku yako ya kuzaliwa, zina maana fulani ya siri? Basi, hebu tuchunguze wazo hili kwa pamoja. Yaani, hebu fikiria kwa sekunde moja. Vipi kama tarehe uliozaliwa inabeba siri zote za tabia yako? Kama vile ni ufunguo wa kuelewa wewe ni nani hasa. Hilo ndilo wazo tutakalolichambua leo. Sawa, uko tayari? Basi, hebu tuipate namba yako. Ni rahisi sana. Chukua tu simu yako au karatasi, andika tarehe yako kamili ya kuzaliwa. Kisha, jumlisha kila tarakimu moja moja. Ukipata jibu la tarakimu 2, kama vile 26, usijali. Jumlisha tena hizo 2, yaani 8 na 6 unapata 8. Endelea kufanya hivyo hadi ubaki na namba moja tu. Unaweza kusitisha kidogo hapa, ufanye hesabu zako, maana hiyo namba ndio kila kitu kwenye maelezo yanofuata. Umeipata? Bomba sana. Basi, hiyo namba unaoishikilia mkononi inaitwa namba ya njia ya maisha. Fikiria kama vile ni ramani yako binafsi ya maisha. Unajua, kulingana na hii elimu ya namba, hii si namba ya kubahatisha tu. Inasemekana ni kama kioo cha nafsi yako. Inaonyesha vipaji ulivyozaliwa navyo, changamoto ambazo huenda ukakumbana nazo, na mwisho wa siku inakupa picha ya wewe ni nani hasa. Basi, tuanze na kundi la kwanza kabisa. Hizi ni namba za uongozi na ubunifu, wale wanaoanzisha mambo. Kama namba yako ni mojawapo ya hizi, basi wewe ni cheche ya mambo mengi. Kama uliipata namba 1, wewe ni kiongozi halisi. Unajua jua lilivyo katikati ya kila kitu? Ndivyo na wewe ulivyo. Umezaliwa kuongoza, kutengeneza njia yako mwenyewe na kufanya hivyo kwa kujiamini kabisa. Wewe unawaka ukiwa mbele ya msafara. Sasa, namba 2 ni tofauti kidogo. Hawa wanaongozwa na mwezi. Kwa hiyo, wana upole na hisia nyingi. Hii inawafanya wawe wazuri sana kwenye ushirikiano. Yaani, wanaleta amani na maelewano popote wanapoenda. Ni watu wa diplomasia. Tukija kwa namba 3, hawa ndio wabunifu wenyewe. Wanaongozwa na sayari ya Jupiter, na hii inawapa kipaji cha kuongea na kujieleza. Wamejaa uchangamfu, wanapenda utani na wana uwezo wa ajabu wa kutatua matatizo kwa njia ambazo wengine hawazifikirii. Sawa, tumemaliza kundi la kwanza. Sasa, hebu tuingie kwenye kundi la pili. Hawa ni wajenzi na walezi, yaani moyo wa jamii. Watu wanaoshikilia mambo. Watu wa namba 4. Hawa ni kama nyuki wafanyakazi kwenye mzinga. Wanaleta utulivu na mpangilio. Ni watu wa vitendo. Wana nidhamu ya hali ya juu na unaweza kuwaamini kabisa. Ni nguzo imara. Alafu sasa tunakutana na namba 5. Hawa ni kinyume kabisa. Wanaongozwa na Mercury, kwa hiyo wanapenda mabadiliko, safari na mawasiliano. Uhuru kwao ndio kila kitu. Hawapendi kukaa sehemu moja kwa muda mrefu. Hapa sasa ndio unaona tofauti haswa, si ndio? Namba 4 anataka utulivu na anapanga kila kitu, wakati namba 5 anataka uhuru na anapenda mambo ya ghafla. Mmoja anajenga nyumba, mwingine anasafiri dunia nzima kuiona. Namba 6 sasa, hawa ni walezi. Wanaongozwa na Venus, sayari ya upendo na uzuri. Kwa hiyo, wanapenda sana kuwajibika, kuwalenda na kuwajali watu wanaowapenda. Ni watu wenye moyo wa kusaidia sana. Okay, tunafika kwenye kundi la mwisho la namba sasa. Hawa ni wafikiriaji na wanaharakati. Ni watu wa hikma, wanaotafuta maana ya kina ya maisha. Namba 7, huyu ni mtu wa fumbo kidogo, mchambuzi. Anaongozwa na Ketu. Watu hawa wako kwenye safari isiyoisha ya kutafuta ukweli na maarifa ya kiroho. Ndio maana wakati mwingine wanapenda kuwa peke yao, ili waweze kufikiri kwa kina. Namba 8, hawa ndio powerhouses. Wanaongozwa na Saturn na wamekuja hapa duniani kumiliki ulimwengu wa vitu wa mafanikio. Ni watu wenye malengo makubwa, wavumilivu na mara nyingi wanapata mafanikio makubwa ya kifedha na kimadaraka. Na mwisho kabisa, namba 9, hawa wanaongozwa na Mars na wanawakilisha mwisho wa mzunguko. Wana mtazamo mpana sana, wanajali ubinadamu, wana huruma na wana roho ya upiganiaji. Wanapigania haki kwa nguvu zote. Lakini subiri,
Kujua namba yako sio mwisho wa stori. Hii namba ya njia ya maisha ni mwanzo tu. Unaweza kutumia huu ufahamu kwa njia nyingi zaidi kwenye maisha yako ya kila siku. Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia zaidi. Hii sio tu kujua tabia yako. Kuelewa namba yako kunaweza kukusaidia kufanya maamuzi muhimu. Kwa mfano, kuchagua kazi inayokufaa zaidi kulingana na vipaji vyako vya asili. Hebu angalia hapa. Inaaminika kwamba namba fulani zinaendana na kazi na hata maeneo fulani. Kwa mfano, namba 1 anang'ara sana kwenye siasa na anashauriwa kuelekea mashariki, wakati namba 9 anafaa sana kwenye uongozi au upasuaji na anashauriwa kuelekea kusini. Unaona jinsi mfumo huu ulivyo na kina? Sasa, baada ya haya yote, swali linakurudia wewe. Unaijua namba yako? Hebu jiulize, unaona jinsi hizi sifa zinavyojitokeza kwenye maisha yako? Katika maamuzi unayofanya, kwenye mahusiano yako na hata kwenye ndoto zako? Labda tu, ufunguo wa kujielewa umekuwa hapo mbele yako siku zote.